mwanadamu asijaribu kukitenganisha. Tukianza ile aya ya 4 anasema akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba aliyemuumba Mungu mwanzo mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa hiyo kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wangekuwa si wawili tena bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Tunaona basi hapa Mungu akisema nasi katika maandiko matakatifu kuwa alichokifanya yeye, mwanadamu asijaribu kuweka mkono wake kusema hapana. Mwanadamu asijaribu kuweka nguvu yake ya pembeni kusema hapana. Ndiyo maana halisi ya ndoa hii ya asili Adam na Eva walipoanzisha, na ndicho tunachokiendeleza mpaka sasa. Hivyo tulitaja hatua 3 za ndoa. Hatua 3 za ndoa. Tulitaja ndoa ya asili. Tunataka tuendelee sasa. Kuna ile tulitaja ndoa ya jadi na tukataja ile ndoa ya kanisani. Hebu tuone maana ya hii ndoa ya pili. Tuone maana ya hii ndoa ya jadi. Maana halisi ya ndoa za kijadi au za kimila, tunaona ni ndoa inayofungwa kadiri ya mila, mazingira na desturi za watu au tamaduni mbalimbali za watu. Hapa tunapata kuona ndoa za Kiafrika, ndoa za makabila na ndoa za kiserikali. Mfano mzuri tunaoweza kutumia hapa kuwa ndoa ya kiserikali inafungwa katika ofisi za mkuu wa wilaya. Kwa baadhi yenu najua mmeshalitambua hili, na wengine pia mmebahatika kufunga ndoa katika wakuu wa wilaya. Hizi tunaziita ndoa za kijadi au za kimila. Hizi ndio ndoa hizo zinazofungwa kutokana na mila, desturi au mazingira ya tamaduni mbalimbali, ikiwemo pia ikijumuishwa humu na ndoa za kiserikali. Kwa mfano tumesema mfano mzuri ni kwamba ndoa hizi za kiserikali zinafungwa kwa mkuu wa wilaya. Mnaenda pale, mnafuata masharti yote na taratibu za ndoa, kisha ndoa hiyo inafungwa. Ndoa za kimila kufungwa pia kufuatana na taratibu za makabila husika na mazingira waliopo. Ufungwa kutokana na taratibu na mazingira ya kimila au wahusika waliopo. Hiyo ndiyo inaitwa ndoa ya kijadi. Hivyo tunaona hapo na tunaelewa nini maana ya ndoa ya kijadi. Naamini kabisa umeelewa. Hiyo ndio maana halisi ya ndoa ya kijadi. Na tukiangalia pia kwa habari ya ndoa ya kijadi, pia ndoa hizi hufungwa kutokana na sheria, taratibu au masimamizi masimamizi ambayo yanapelekea wazee wa ukoo fulani au wa viongozi wa ukoo fulani kuwafungia vijana wa rika fulani ambao wako tayari kwa ajili ya kuoa. Hizi ndio zinaitwa ndoa za kijadi. Kuna baadhi ya makabila kama ndugu zetu wa Masai wana wakati wao fulani, ukifika wakati ule anatakiwa arudi nyumbani ili akaozeshwe mke, akapate mke kwa ajili ya kuendeleza maisha ya ndoa, maisha ya familia, maisha ya kuwa na mwenza. Kuna makabila mengi, lakini mimi nimeona kwa hawa ndio maana ninakuambia, kwa sababu ni kitu ambacho nimeona. Hivyo hii ndio maana halisi ya ndoa ya jadi au ndoa za kimila. Basi hebu katika hizo tulizojifunza tuone basi maana ya ndoa hizi, ndoa ya kanisani, pale tunapofunga sasa ndoa halisi pale tulipo kanisani kwetu. Kanisa lolote la Wakristo kanisa lolote la Wakristo,
kanisa lolote lile la Wakristo, tuone nini maana ya ndoa zile za Wakristo. Tunaona kabisa neno la Mungu au mafunuo ya Mungu na marejeo ya kanisa na mapokeo ya mababa mbalimbali kuwa ndoa ya kanisa tumeambia ni agano ambalo kwalo mwanaume na mwanamke hujifunga pingu za maisha kwa manufaa yao wenyewe ili kuzaa watoto na kuwalea. Hii ndio maana halisi ya ndoa za kanisa, ikisema ni agano ambalo mwanaume na mwanamke hujifunga wenyewe kwa pingu za maisha kwa manufaa yao wenyewe kuzaa watoto na kuwalea. Hivyo basi tukiangalia katika agano la kale, Mungu pekee ndiye mwanzilishi wa ndoa. Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake. Alimuumba Adamu, akaona si vema akae peke yake, akamfanyizia msaidizi wa kufanana naye. Kisha Mungu akampa Adamu usingizi mzito. Baada ya Adamu kutoka katika ule usingizi mzito, tunaona Adamu ananyanyuka kwa kutambua kuwa baada ya Mungu kumfanyiza Adamu kutoka ubavu, kufanyiza Eva kutoka ubavu wa Adamu, tunaona Adamu ananyanyuka katika usingizi mzito. Anasema, huyu ni mifupa katika mifupa yangu, ni nyama katika nyama zangu. Tutasoma katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 aya 23. Kwa hiyo mwanaume atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mumewe. Hawa wawili hawatakuwa tena wawili, bali mwili mmoja. Watakuwa wameunganika, wamekuwa mwili mmoja. Katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 aya ile ya 18. Mwanzo sura ya 2 aya ile ya 18. Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke, akawabariki, akawaambia, zaeni muongezeke na kuijaza nchi,